Mtazamaji wa Biomedia Channel, karibu sana tuangazie taarifa mbalimbali, update ya yale matukio yote ya kijamii ambayo tumeendelea kuyaona katika mitandao ya kijamii. Ukweli wake, mambo yamekaa vipi, unajipatia hapa na kufahamu zaidi kupitia Biomedia na mhabarishaji official Rose D. Usiache kusubscribe, kushare, kulike na kucomment kwa ajili ya mtu wa kwanza kupata taarifa mbalimbali. Sasa polisi wamefichua siri kilichokutwa chumbani kwa dereva wa Heche baada ya kukutwa ghafla amefariki. Karibu sana mtazamaji. Ni taarifa kutoka jeshi la polisi mkoani Kigoma limetoa taarifa rasmi kuhusu tukio la kifo cha Suez Dani maarufu aliyekuwa dereva wa makamu mwenyekiti wa Chadema Bara John Heche, likifafanua hatua zilizochukuliwa na kile kilichobainika katika uchunguzi wa awali. Kwa mujibu wa taarifa hiyo iliyotolewa na jeshi la polisi, walipokea taarifa majira ya saa 4 alfajiri kutoka kwa Mrimi Zabroni Mwita, katibu wa John Heche, aliyewataarifu kuwa walifika katika nyumba ya kulala wageni iitwayo Ntahamba ili kumwamsha dereva huyo baada ya kushindwa kumpata kwa simu kwa muda mrefu. Baada ya askari kufika eneo la tukio, walikutana na mtoa taarifa pamoja na wafanyakazi wa nyumba hiyo ya wageni na kuonyeshwa chumba alichokuwa amelala marehemu. Taarifa za polisi zinaeleza kuwa mlango wa chumba ulikuwa umefungwa kutoka ndani, jambo lililowalazimu kuvunja ili kuingia ndani baada ya juhudi za kumpata kwa simu kushindikana. Walipoingia chumbani, walimkuta Suez Dani maradufu akiwa amelala chini kando ya kitanda bila kuonyesha dalili za uhai. Kutokana na hali hiyo, eneo la tukio lilihifadhiwa na uchunguzi wa awali ukaanza mara moja. Katika uchunguzi huo wa mwanzo, polisi wamesema walikuta dawa za binadamu za aina mbalimbali ndani ya chumba hicho, na hata hivyo hawajasema dawa hizo zina uhusiano wowote na kifo hicho ama vipi, wakisitiza kuwa uchunguzi wa kitaalamu bado unaendelea kufanyika. Mwili wa marehemu ulihamishiwa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kigoma Maweni kwa ajili ya uchunguzi wa kitabibu utakaosaidia kubaini chanzo halisi cha kifo chake. Lakini jeshi la polisi limesema linashirikiana na wataalamu mbalimbali kuhakikisha ukweli wote kuhusu tukio hilo unapatikana kabla ya kutoa hitimisho rasmi. Aidha, wananchi wametakiwa kuwa watulivu na kuepuka kusambaza taarifa ambazo hazijathibitishwa kwa kuwa uchunguzi bado unaendelea na hakuna tamko rasmi lililotolewa kuhusu chanzo cha kifo. Kifo cha Suez Dani maradufu kimeibua mjadala mkubwa miongoni mwa wananchi na kwenye mitandao ya kijamii kutokana na mazingira yaliyokizunguka, na hata hivyo, kwa mujibu wa jeshi la polisi, ni matokeo ya uchunguzi wa kitaalamu pekee yatakayobainisha kilichosababisha kifo hicho. Mpaka sasa mtazamaji, hakuna mtu aliyetajwa kuhusishwa na tukio hilo. Ni mamlaka zimeahidi kuendelea kutoa taarifa kadiri uchunguzi utakavyokuwa ukiendelea. Ni tamati. Hivyo taarifa hii mtazamaji inatutoa hofu wale ambao wamekuwa na mazungumzo chini kwa chini kuhusiana na nani ambaye amehusika na kifo cha dereva wa Heche. Jeshi la polisi limetoa taarifa kama ambavyo nimekuhabarisha, basi tunaendelea kufuatilia kwa karibu kabisa hatua kwa hatua ili kubaini nini ambacho kinaendelea, na tuendelea kukuhabarisha wakati mwingine.